Ikitokea umewahi kufanya masturbation kwa muda mrefu na umejaribu kila namna ya kurudi katika hali yako ya kawaida but imekuwa ngumu, basi jaribu kufanya hivi vitu vifuatavyo, na ikitokea umevifanya kikamilifu but hali yako haijatokea kurudi katika hali yake ya kawaida, basi exactly unahitaji kufanyiwa matibabu. Iko hivi, masturbation ni moja ya changamoto ambayo huwa inaathiri mfumo mzima wa nguvu za kiume. Yaani inaathiri mishipa ya damu, inaathiri mishipa ya fahamu iliyounganishwa kutoka kwenye uume kwenda kwenye ubongo, inaathiri ubongo wenyewe au saikolojia kwa ujumla, na inaathiri uzalishwaji wa homoni ya testosterone. Ndio maana huwa kuna uwezekano mkubwa hata kama ulifanya masturbation zaidi ya miaka 10 iliyopita au miaka 20 iliyopita, changamoto ya upungufu wa nguvu za kiume ikatokea. Sasa kama umejaribu kufanya kila namna lakini bado changamoto hii imeendelea kukusumbua, sometimes mpaka inaathiri mahusiano yako au ndoa yako, basi kuna hivi vitu vya msingi ambavyo unatakiwa kuvifanya mara kwa mara, nina hakika vitakusaidia. Jambo la kwanza ni kuweka ratiba ya kufanya mazoezi dakika 20 tu asubuhi na jioni. Hapa kuna mazoezi yale ya Kegel. Haya ni mazoezi ambayo kwa kiwango kikubwa yanasaidia kuzungusha damu mwilini, lakini pia yanasaidia kuimarisha mishipa ya damu kwenye maumbile yako ya kiume, hali ambayo inasababisha uume uwe na nguvu. Kwa hiyo fanya mazoezi ya Kegel asubuhi na jioni. Jambo lingine ni kuzingatia muda wa kulala. Lala kuanzia masaa 7 mpaka masaa 8 mpaka 9. Haya ni masaa ambayo yanatosha sana katika kusapoti uwezo wa mfumo wako wa nguvu za kiume kufanya kazi kwa kiwango cha juu, kwa sababu hii inasaidia kuongeza uzalishaji mwingi wa homoni ya testosterone, hali ambayo inasababisha performance yako ya tendo la ndoa iongezeke automatic. Lakini kitu kingine cha kukizingatia ni ulaji wa vyakula. Hapa unatakiwa kutumia vyakula ambavyo vinasaidia zaidi kuongeza mzunguko wa damu mwilini. Hapa kuna kutafuna karanga mbichi, kuna kutumia asali, kuna kutumia ndizi, kuna kutumia parachichi na tikiti maji. Hata tende unaweza ukatumia, lakini pia kuna vyakula kama nyama nyekundu, lakini utumie samaki kama ule mchuzi wa pweza. Hivi ni vyakula ambavyo kwa kiwango kikubwa vinasaidia kuzungusha damu mwilini, hasa kwenye maumbile yako ya kiume, hali ambayo inasababisha uwe na performance nzuri ya tendo la ndoa. Kitu kingine cha kukizingatia ni kupunguza matatizo ya kisaikolojia, kupunguza hofu, uoga, wasiwasi. Kimsingi hivi ndio vitu ambavyo ukivifanya kwa mwendelezo na kwa usahihi ndivyo vitakavyokusaidia kurudi katika hali yako ya kawaida. Fanya hivi vitu bila kutarajia matokeo ya haraka. Wewe vifanye tu, nina hakika vitakusaidia. Ukivifanya kwa muda mrefu ukaona hali yako inazidi kuwa mbaya au havitoi matokeo, hapo ndipo unaweza kaangalia namna nyingine ya kujisaidia urudi katika hali yako ya kawaida. Kwa msaada zaidi, basi utachukua namba kwenye bio, nami nitakusaidia kwa namna moja ama nyingine, na utarudi katika hali yako ya kawaida.